Akihojiwa katika maswali ya dodoso na Bwana Lissu, mkuu huyo wa gereza la Ukonga mwenye uzoefu wa miaka 31 ya kazi hiyo ya magereza amedai kuwa hafahamu kama Bwana Lissu alishawahi kulalamika mbele ya mahakama kama anawekwa sehemu moja na wafungwa waliohukumiwa kunyongwa, na kwamba kila anapokwenda anakuwa analindwa na askari zaidi ya wawili wakati yeye bado ni mtuhumiwa wa kesi ya uhaini. Bwana Shabana amesema hayo mbele ya Jaji Amiri Mruma, Jaji Dr. Angelo Rumisha na Jaji Dr. Evaristo Longopa wakati shauri la kikatiba lililofunguliwa na mawakili watatu dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna mkuu wa magereza na mkuu wa gereza la Ukonga. Mkuu huyo wa gereza kuu la Ukonga amesema hayo wakati anajibu maswali ya dodoso aliyokuwa akiulizwa na Lissu kutokana na kiapo chake alichokiwasilisha mahakamani hapo pamoja na vielelezo kutokana na shauri hilo la kikatiba lililofunguliwa na mawakili watatu na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, wakiomba mahakama kuamua masuala mbalimbali ya kikatiba yanayohusu jeshi la magereza dhidi ya Bwana Lissu, mawakili wake, ndugu, viongozi na wanachama waliomtembelea gerezani. Akiendelea kujibu maswali hayo ya dodoso, Bwana Andrew ambaye ni mkuu wa gereza kuu la Ukonga aliyetumia siku nzima kuhojiwa na Bwana Lissu amekiri uwapo wa kanuni na muongozo wa kulindwa na kuwahifadhi wafungwa waliohukumiwa kifo na wale wa makosa mengine jinsi ya kuishi gerezani, hivyo hana ufahamu kama swala hilo la kukaa na wafungwa waliohukumiwa kifo kama alishalilalamikia mahakamani. Kuhusu malalamiko ya mawakili wa Bwana Lissu, mazungumzo yao kusikilizwa na askari magereza wakati wakiongea na kupekuliwa na kushikiliwa kwa nyaraka wanazompelekea Bwana Lissu katika gereza hilo, mkuu wa gereza kuu la Ukonga ameiambia mahakama hafahamu jambo hilo licha ya kukiri kanuni na sheria kuruhusu wafungwa na mahabusu kuwa na haki ya kutembelewa na ndugu zao gerezani. Shauri hilo la kikatiba nambari 7500 la mwaka 2026 limefunguliwa na wakili Kulwa Maduhu, Nashon Nkungu na Paul Kisabo katika mahakama kuu ya Tanzania masjala kuu ya Dodoma, ambapo kwa sasa jopo hilo limeketi katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kusikiliza shauri hilo, wakiomba kuamua masuala mbalimbali ya kikatiba yanayohusu jeshi la magereza dhidi ya Bwana Tundu Lissu, mawakili wake, ndugu, viongozi na wanachama wanaomtembelea gerezani. Kesi imeahirishwa hadi Julai 23 saa 3 asubuhi kwa ajili ya muendelezo wa maswali ya dodoso na kutoa maelekezo kama chama cha mawakili Tanganyika TLS ni wadau wenye maslahi ambao wataruhusiwa kuulizwa maswali ya dodoso baada ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Bwana Tundu Lissu kumaliza kuuliza maswali ya dodoso kwa siku nzima.